Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni pamoja na hii habari ambayo inamhusu mwanadada Zuchu. Bwana, mwanadada Zuchu bwana anazidi kufanya vizuri katika mitandao ya kijamii, na hivi karibuni bwana amepata ubalozi mzito kweli kutoka katika moja kati ya makampuni makubwa ya kifedha hapa Tanzania. Bwana Zuchu kupitia nafasi ambayo ameipata amezungumza na waandishi wa habari wakati anafanya press conference, na amezungumza vitu vingine vingi sana personal ambavyo vinamhusu yeye mwenyewe pamoja na mahusiano yake kwa ujumla. Moja kati ya vitu ambavyo Zuchu amevizungumza wakati anafanya mahojiano na waandishi wa habari katika press conference ambayo ameifanya jijini Dar es Salaam ni kwamba Zuchu bwana amefunguka kuhusiana na vitu vingi ambavyo watu wengi sana huenda walikuwa hawavijui kumhusu yeye. Moja kati ya vitu hivyo bwana ni kwamba Zuchu amesema kwamba mziki bwana una pesa, tena pesa ipo nyingi. Mwanadada Zuchu anakuambia kwamba wale ambao walikuwa wanachukulia poa au wanadharau hawaamini kwamba mziki ni moja kati ya sosi kubwa sana ya income kwa vijana, basi anatakiwa wajue kwamba mziki una pesa na pesa iko nyingi. Habari kamili inasema kwamba msanii na star wa Bongo Flava Zuhura Othman almaarufu kama Zuchu amesema kwamba mziki una pesa nyingi kama tu msanii atafanya kipaji chake kiwe biashara. Zuchu amesema hayo mnamo Mei 19 mwaka huu 2026 katika wakati akiongea na waandishi wa habari katika utambulishwaji wa Zuchu Imeju Masterclass ya mwaka huu 2026 ambayo bwana inayoratibiwa na benki ya CRDB. Zuchu alizungumza kwamba ile miaka mitatu ya kwanza kabisa baada ya kutoa nyimbo yake, moja kati ya nyimbo ambayo ilipata mafanikio makubwa zaidi, nyimbo inayokwenda kwa jina la Sukari, Zuchu anadai kwamba alikula hela, alikuwa kama kichaa. Alifurahi sana kuona pia vile vijana ambao wako nyumbani bado hawajaingia kwenye tasnia wanaenda kufundishwa namna ya kutumia fedha zao kwa ajili ya ambazo zitakuwa zinapatikana kwenye kazi zao kupitia masterclass ambayo inaratibiwa hivi karibuni na CRDB, akiwa Zuchu ndiye ambassador wa masterclass hiyo ya CRDB. Zuchu amesikika akisema kwamba kusema ukweli mziki una pesa. Show yangu kama msanii nikiwa na nyimbo moja tu nilikuwa nalipwa takriban milioni 5. Mara ya pili nilipigiwa simu, na nakumbuka kwamba kipindi hicho nilikuwa nakaa kwa Mama Hadija Kopa. Maona anasema kwamba bwana alipigiwaga simu na meneja wake Kim, anaambiwa kwamba hela yako ya YouTube bwana imeingia takriban euro 3000 ambayo ni zaidi ya milioni takriban euro 3000 ambayo ni pesa nyingi kweli kwa kipindi hicho wakati anaanza. Anakuambia kwamba na alikuwa anakaa nyumbani kwa mama yake. Anasema kwamba kukupa moyo kwamba ukifanya kipaji chako kiwe biashara, basi pesa ipo na ipo nyingi. Lakini kitu kingine ambacho kimemeki headline bwana ni kwamba muonekano wa Zuchu wakati ametokea katika press conference hiyo, na kama unakumbuka vizuri bwana, press conference ya Zuchu watu wengi sana walikuwa wanataka kuona kwamba, maana ni kwa muda mrefu kidogo sasa hivi Zuchu hatujamuona akiwa yupo kwenye public kutokana na zile habari ambazo zilikuwa zimesambaa kwamba ni mjamzito, hazikuwa confirmed. Kwa hiyo watu wengi sana walikuwa wamekodoa macho kutaka kujua kwamba je, Zuchu kweli ni mjamzito, mimba yake sasa hivi imeshaanza kuchomoza au la, ni habari tu za uzushi. Kwa hiyo watu wengi sana walikuwa wanataka kujua hilo, lakini kwa mujibu wa nguo ambazo Zuchu alikuwa amezivaa katika press conference hiyo zinaonyesha kabisa kwamba huyu bwana ni mjamzito, maana amevaa nguo kubwa kweli kuficha tumbo. Kitu kingine ambacho Zuchu amezungumza, amesema kwamba uwaga anazungumza na Diamond kama mumewe, na uwaga anamwambia mume wake kwamba ambaye ni Diamond kuwa alimsumbua sana kipindi cha nyuma kabla hajatoka kimziki, kwa sababu waliotangulia hawatoi madini na kuhusiana na mafanikio yao. Yani Zuchu bwana anadai kwamba kuna vitu ambavyo huko zamani wakati anajiunga na Wasafi bwana vilimsumbua sana, na sasa hivi anauwaga anamwambia Diamond kama masiara kwamba aliteseka sana kipindi anachojiunga na record label hiyo. Lakini pia vile ni kwamba
Zuchu bwana amezungumza kuhusiana na issue ya mafanikio ya wimbo wake wa Sukari. Pesa ambazo alizoingiza ni nyingi. Show yake ya kwanza ililipo takriban milioni 5 na alikuwa na nyimbo moja tu, hakuwa hata na nyimbo nyingi baada tu ya kusainiwa pale Wasafi. Lakini pia vile ameeleza kwamba yeye ndiye msanii aliyepoteza muda mrefu sana pale Wasafi. Zuchu amefunguka akisema kwamba ameweka wazi kuwa yeye ndiye msanii aliyepoteza muda mrefu wakati anasubiri kutambulishwa katika record label ya muziki Wasafi, ambapo amepanga kuzindua darasa lake linalokuja kutengeneza vipaji ambavyo havitapoteza muda kwenye amesema kwamba atafungua darasa lake ambalo litakuja kuibua vipaji ambavyo havitopoteza muda kama yeye alivyofanyiwa pale Wasafi. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo nadhani vinamkera Zuchu mpaka leo hii ni issue ya yeye kusubirishwa sana pale Wasafi. Wakati anasubiria kusainiwa au kutangazwa, Zuchu alisota kwa muda mrefu mno. Lakini pia vile katika hii project ambayo inakuja kati yake yeye na CRDB, Zuchu amesema kwamba bwana, katika wale wanafunzi watakao kuwepo katika hiyo masterclass, basi yule mshindi mwanafunzi bora, yani msanii huyo Zuchu anasema kwamba mwanafunzi bora mwenye kipaji cha kuimba atajipatia kolabo kutoka kwake Zuchu. Amezungumza hivyo Zuchu kwamba atatoa kolabo na music video itashutiwa na yule msanii bora katika hiyo masterclass ambayo inakuja kati yake yeye Zuchu, ambayo imedhaminiwa na CRDB. Kwa hiyo hii ni project ambayo Zuchu ameamua kuja nayo ya kuibua vipaji na mshindi atapata collaboration kutoka kwake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Mijadala ni mingi, comment pia ni nyingi kweli zimejitokeza huko mtandaoni kuhusiana na hiki ambacho Zuchu amekizungumza. Umeona bwana wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana Zuchu amekuwa mzuri kweli. Mwingine anasema bwana Zuchu na huyu ni Zuchu kweli, mimi nilidhania ni Shilole, mbona amekuwa mnene hivi? Kwa sababu bwana jamani, mume wake ni Diamond, si ndio? Kuna mwingine anasema bwana huyu ni diva au Zuchu. Kuna mtu amekuja kuuliza. Kuna mwingine hapa anasema bwana tunampenda kweli huyu binti. Haya, mwingine huyu hapa amekuja hapa ameandika kwamba bwana, mbona kama mnene mno kama vile alivyokuaga huko zamani. Watu wanauliza kwamba Zuchu bwana anaonekana amekuwa kibonge kama alivyokuaga huko zamani. So hizi ni confirmation ambazo zinaonyesha kwamba huyu bidada kwa sasa bwana ni mjamzito. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.